Kwa nini muhimu kuomba maombi ya ulinzi mara kwa mara? Ni kwa sababu tuko duniani, tunaishi na watu ambao hatujui ndani ya mioyo yao wanawaza nini. Kuna watu tukiwaangalia kwa muonekano na tafsiri za vile tunavyoangalia, huenda unaonekana kuwa ni watu wazuri kulingana na maneno yao na muonekano wao, lakini ndani yao wakawa ni nyoka wakali, wakawa ni sumu iwezao kuteketeza kabisa. Tunapoomba maombi ya ulinzi wa nguvu za Mungu katika maisha yetu, manake tunajitenga na kila mipango ya yule mwovu Shetani. Shetani haji kama vile anavyofikiriwa kwamba ni mtu anayetisha au ni kiumbe cha ajabu. Shetani anakuja kama mtu ambaye ni wa karibu yako. Anakuja kama mtu ambaye unaweza kazani kwamba huyu anafaa kuwa karibu yako, ni sehemu ya maisha yako, uko naye kwenye majukumu ya kila siku, kumbe huyo ndani yake amebeba roho ya Shetani. Fanya maombi ya ulinzi wa nguvu za Mungu mara kwa mara. Adui kila siku itopo leo anatafuta mbinu mpya ya kufanya uharibifu na kufanya ataki za kiroho. Hivyo unapoomba maombi ya ulinzi kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya nyumba yako, uzao wako na kazi yako, manake kila siku unauisha nguvu za Mungu na ulinzi wa malaika wa zamu waweze kufanya kazi katika kituo chako. Jitahidi kuomba maombi ya ulinzi. Kuna namna Shetani huwa anafanya tuweze kujisahau, tusione umuhimu wa kuomba. Huwa tunapeleka mahitaji mengi ya haja za mioyo yetu, tunasahau kuomba ulinzi. Acha nikwambie, unaweza ukapata kiwango kikubwa cha fedha ambacho umemuomba Mungu, lakini kama pesa yako itakuwa haina ulinzi, manake inaweza kupotea na ukanza moja. Nimekuwa na watu ambao wameinuliwa sana kiuchumi, lakini leo hii wako hawana kitu, ni kwa sababu walisahau kuomba ulinzi wa kile walichokipata. Wako watu ambao walipata mahusiano, wakapata ndoa nzuri, lakini zimeharibika, ni kwa sababu walisahau kuomba ulinzi. Muombe ulinzi mume wako, muombe ulinzi mke wako, waombe ulinzi watoto wako. Wengine mna watoto wanaenda shule. Unajua mashuleni huko kuna vitu vingi vya ajabu vinaendelea. Kuna watu wanatafuta akili za watoto wetu ili waweze kuzitumia katika maisha yao. Kuna watu wanawinda nyota na vibali vya maisha yetu na watu wa karibu yetu ili waweze kutufungia mwendelezo wa baraka ya kimungu katika maisha yetu. Nataka niseme na wewe, fungua Biblia yako, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10. Biblia inasema kwamba kwa kuwa umelishika neno langu la subira, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuajilia ulimwengu wote. Biblia inaonyesha kwamba kwa kuwa umelishika neno langu la subira, yani kwa kuwa umejiunganisha pamoja nami katika uvumilivu, anasema mimi nami nitakulinda katika saa ile ya uharibifu. Kumbe kuna saa ya uharibifu ambayo inaweza kawakuta wa ulimwengu wote. Kuna saa ya uharibifu ambayo inaweza katokea kwa mtu bila kutarajia. Lakini unapoomba maombi ya ulinzi, manake Mungu anakutenga na ile saa ya uharibifu. Unapoomba maombi ya ulinzi, manake Mungu anakulinda dhidi ya maadui wote ambao wamesimama kinyume na maisha yako. Kitabu cha Mwanzo sura 28 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Kumbe kuna mahali huwa tunaenda, kama tujalindwa na nguvu za Mungu, adui anaweza kufanya uharibifu. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Kumbe kuna mahali ambapo Mungu anataka tupeleke. Kama tujaomba ulinzi wa Mungu, adui anaweza kupata nafasi, adui anaweza kupata mashambulizi. Ni maombi yangu siku ya leo, Mungu akulinde. Tukaombe pamoja maombi ya ulinzi wa nguvu za Mungu katika maisha yetu. Mungu alinde kila tunalolifanya, kila jambo ambalo liko kwenye maisha yako, ambalo unajua kwamba limebeba hatima yako, limebeba maisha yako, limebeba matokeo yako ya baadaye. Omba ulinzi jambo lolote ambalo unalifanya. Inua imani yako na uinue mkono wako sasa, ishara kujiunga nami katika maombi. Mungu, tumekuja mbele zako, naungana na mpendwa huyu ambaye ameinua imani yake na anajiunganisha pamoja nami katika maombi haya. Nipo hapa mtumishi wako, kwa sauti hii ambayo inapenya kwenye masikio yake, isiwe sauti ya kawaida, ikawe ni sauti ambayo imebeba nguvu zako, ikawe ni sauti ambayo imebeba matokeo ya kiroho. Umesema Bwana tukuite maadamu unapatikana, tukukaribie Bwana, nasi tumekuja kukaribia. Tunaomba tuone neema yako. Tunajua uko karibu nasi sana, uko karibu yetu sana. Unahitaji tu tuseme neno, unahitaji tutamke. Hata wakati huu Bwana tunaomba rehema, kama kuna mahali tumejikwaa au kukosea. Natubu kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amejiunga pamoja nami. Huenda amejikwaa, amekukosea katika mengi, huenda amegafirika kwa jambo hili na lile, lakini wakati huu Bwana tumekuja kutengeneza na wewe. Na neno lako nasema tukisema kwamba tuna dhambi na tunafanya dhambi, tunajidanganya wenyewe na kufanya Mungu wetu kuwa muongo. Baba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha wako. Ni wakati huu Mungu, ninatubu kwa ajili ya mpendwa huyu. Hata sasa Bwana tunaomba ulinzi, na achilia neema ya ulinzi kuanzia sasa. Mungu akulinde. Kama kuna jeshi la malaika ambao liko tayari, basi nalifungua lije kwa ajili ya maisha yako. Nafungua jeshi la malaika, nafungua jeshi
jeshi la ulinzi. Huenda umeweka walinzi kwenye maeneo yako. Huenda kuna watu wanasema tunakulindia, lakini Biblia inasema kwamba kama Bwana asipoulinda mji, wakeshao wafanya kazi bure. Wao wanaolinda wanafanya kazi bure. Ni wakati huu mwambie Bwana, naomba ulinzi wako. Naomba ulinzi wako kwenye ndoa yangu. Naomba ulinzi wako kwenye biashara na kazi zangu. Naomba ulinzi wako kwenye kazi ninayoifanya. Naomba ulinzi wako kwenye uchumi wangu. Wengine mnashambuliwa na maroho ya chuma ulete. Wengine mko kwenye kazi mnapigwa vita. Wengine mna roho ya kuibiwa. Unafanya hiki baada ya kupata matokeo kinaibiwa. Vitu vinapotea. Achilia ulinzi sasa. Mwambie Mungu, linda mume wangu, linda mke wangu, linda watoto wangu, linda mahusiano yangu. Umekuwa na mahusiano ambayo yanaibiwa. Umekuwa na mahusiano yanayoharibika. Umekuwa na vitu ambavyo havikai vinakufa. Mwambie Bwana, naomba ulinzi sasa. Umekuwa na watoto wako na familia yako. Mwambie Mungu, ninaomba ulinzi wako. Naomba utunze familia yangu, tulinde. Tuepushe na kila hila za shetani. Tuepushe na kila mitego ya mwovu shetani. Naomba ulinzi wako Bwana. Naomba nguvu zako Bwana. Linda familia hii. Linda mtu huyo Bwana. Nenda pande zote. Malaika waliozamu na Roho Mtakatifu, tunakuita sasa. Roho wa Mungu, shuka karibu yetu. Nenda Bwana ukatuhudumie. Nenda ukaseme na sisi. Tufunulie yaliyo sirini. Kama kuna jambo lote ambalo linaendelea ambalo adui analipenyeza kwa siri, Bwana tupe ufahamu wa kiroho. Baba, fungua akili zetu. Fungua fahamu zetu. Nami napinga kila mipango ya shetani. Naamuru ishindwe kwa jina la Yesu. Toka kila kazi ya giza. Toka kila mipango ya shetani inayoandaliwa kwa siri, na iharibu na kuibatilisha katika jina la Yesu. Natamka ulinzi wa Mungu ambatane pamoja na wewe. Mungu akulinde kwenye afya yako. Mungu akutenge na magonjwa, mashambulizi mbalimbali. Kuna watu tunagusana nao, tunashikana nao, wengine tunakula nao, kumbe wamebeba vitu vya giza, wamebeba magonjwa kuambukiza. Mungu akuepushe, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akutetee katika jina la Yesu. Maombi haya yakawe dawa kwako. Maombi haya yakawe kinga kwako, yakawe ulinzi kwako. Mungu akuepushe na maajali. Kuna maajali yanategwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya watu wa karibu yetu. Tunatengua kila ajali, tunaachilia ulinzi. Mungu akutunze, akuepushe na kila ajali, akuepushe na kila mitego ya mwindaji, na itegua kwako isifanyikiwe. Neema ya Mungu ikatoshe kwako. Mkono wa Bwana ukaambatane pamoja nawe. Mungu akutunze, anyoshe mkono wake juu yako, akulinde, akusaidie. Utakapomwita akujibu kwa upesi, akujibu kwa haraka. Mbingu zifunguke kwa ajili yako. Mbingu ziwe wazi kwa ajili yako. Pokea neema na kibali. Wepesi wa kimungu uwe pamoja nawe. Mungu akutendee mema sawa na haja ya moyo wako. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri, na hakika Mungu ni mwaminifu kwako. Unatamani kuwasiliana nami moja kwa moja? Karibu uwasiliane nami kwa namba ya WhatsApp. Hiyo namba WhatsApp iliyoishia 779, namba yangu ya WhatsApp, na hiyo namba nyingine ambayo inaonekana hapo imeishia 91 ni namba ya kuachilia sadaka yako ya hiari ikiwa umebarikiwa. Ikumbuka kwamba sadaka sio lazima, ni ile Mungu amekugusa na amekusemesha, unasikia amani kujiambatanisha na ibada hii au maombi haya, au kuachilia support kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi unaweza kuachilia kwa namba hiyo. YouTube channel andika Maombi ni Dawa. TikTok andika Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema.